Tafakari ya dakika moja, somo la leo. Leo tunamuona Mungu akijidhihirisha kama Mungu wa huruma, neema, uvumilivu na uaminifu. Ingawa Musa aliona udhaifu wa makosa ya watu, aliomba Mungu aendelee kutembea pamoja nao. Hii inatukumbusha kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko mapungufu yetu tunapomrudia kwa toba na imani. Pia tunaitwa kumsifu Mungu kwa ukuu wake na matendo yake makuu. Yeye ndiye Mungu wa mababu zetu, anayestahili heshima, sifa na utukufu milele. Mtume Paulo anatuhimiza kuishi katika furaha, umoja, ukamilifu na amani, tukiongozwa na neema ya Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu. Zaidi ya yote, Injili inatukumbusha upendo mkuu wa Mungu kwa wanadamu. Alimtoa mwana wake wa pekee ili kila anayemwamini awe na uzima wa milele. Yesu hakuja kuhukumu ulimwengu, bali kuuleta wokovu. Tuombe kwa pamoja. Ee Mungu wa huruma na neema, tunakushukuru kwa upendo wako mkuu uliodhihirisha katika Yesu Kristo. Utusamee makosa yetu, utuongoze katika imani yako, na utujalie kuishi kila siku katika neema yako. Amin. Leo ni siku na kesho ni siku. Mungu amebariki. Amin.